Baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufanya uteuzi wa Profesa Philip Mpango aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania pamoja na Kassim Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania kwa washauri wakuu wa rais, mjadala mzito wa kisiasa umeibuka, hususan kutoka kwa viongozi wa upinzani. Miongoni mwa waliotoa kauli kali na nzito ni mbunge wa zamani wa Arusha mjini na kiongozi mkongwe wa Chadema, Godbless Jonathan Lema. Katika ujumbe wake, Lema alisema, na nikinukuu, "Hii ni siasa ya kujilinda, si ya kujenga." Kwa mujibu wa Lema, uteuzi huu haukuwa wa kujenga mfumo bali wa kuulinda. Alisema, "Utii na hofu vimetangulizwa kuliko fikra." Kauli hii inaelezwa moja kwa moja kwenye namna maamuzi yaliyofanyika ndani ya mfumo wa chama tawala. Na tafsiri ya kisiasa, Lema anaeleza kuwa kinachofuata si mawazo mapya wala mjadala wa kina, bali utii kwa mamlaka. Kwa mtazamo wake, utii huo hauzaliwi na imani, bali na hofu. Hofu ya kutengwa, hofu ya kuonekana msaliti na hofu ya kupoteza nafasi. Katika ujumbe wake, Lema anatumia maneno mazito zaidi, nikinukuu, "Ustaafu umegeuzwa kwa mapambano ya kiutawala." Hii ni kauli inayolenga kuonyesha kuwa kwa mtazamo wake, uteuzi wa viongozi waliostaafu haukufanywa kwa lengo la mchango wa kiakili, bali kwa lengo la kuonyesha taswira ya umoja bandia. Kwa mujibu wa Lema, uteuzi huo hauondoi matatizo ya msingi yaliyopo ndani ya mfumo, bali unayapaka rangi ili yasionekane hadharani. Lema aliendelea na kusema, nikinukuu, "Kinachoitwa umoja ni hofu ya kupoteza madaraka. Ndani yake mpasuko upo, unanyamazishwa tu." Hapo ndipo ujumbe wake mkuu unapojitokeza wazi. Kwa tafsiri ya kisiasa, Lema anakiri kuwapo kwa mpasuko mkubwa ndani ya chama tawala, lakini mpasuko huo hauzungumzwi wazi, haujadiliwi, haukubaliwi hadharani. Badala yake, kwa mujibu wake, mpasuko huo unafunikwa kwa uteuzi, unanyamazishwa kwa hofu na unazimwa kwa vyeo na heshima za juu juu. Lakini kwa mtazamo wake, mpasuko huo haujaondoka. Miongoni mwa kauli nzito zaidi katika ujumbe wa Lema ni hii: "Damu ina sauti kali." Haizungumzii damu ya vurugu, bali damu ya ishara ya hasira, maumivu, mabadiliko yanayochemka ndani ya mfumo. Ni kauli inayomaanisha kuwa kilicho ndani hakiwezi kunyamazishwa milele. Sauti zilizobanwa huongezeka nguvu. Hofu haidumu milele. Ndio maana Lema anaongeza, nikinukuu tena, "Wanaanguka soon," akimaanisha wanaanguka hivi karibuni. Kauli hii kwa mtazamo wake ni matokeo ya mpasuko unaoendelea lakini unaofichwa. Lema anaendelea kusema, nikinukuu, "Kwa walioteuliwa wanaona aibu kisirisiri, lakini ni waoga. Hawawezi kukataa dhihaka." Hapa anahoji dhamira ya wale waliokubali uteuzi. Kwa mujibu wa ujumbe wake, kuna viongozi wanaotambua kuwa uteuzi huu ni sehemu ya mchezo wa kisiasa, lakini hawana ujasiri wa kukataa, hawana uhuru wa kusema hapana. Wanachagua kukaa kimya kwa hofu. Hii kwa mtazamo wake ndiyo siasa ya hofu. Lema anahitimisha kwa kauli nzito zaidi, nikimnukuu, "Mlitenguliwa katika mchakato wa kupata viongozi ndani yao, halafu sasa mnaambiwa mna busara. Hii ni dhihaka kubwa." Hapa anauliza swali moja la msingi la kisiasa: je, busara hutambulika lini? Kwa mtazamo wake, aliyetenguliwa au kutengwa ndani ya mfumo halafu baadaye anarudishwa kama nembo ya busara, hiyo si heshima, ni dhihaka. Kwa ujumla, ujumbe wa Godbless Lema kuhusu uteuzi wa Profesa Philip Mpango na Kassim Majaliwa hauhusiani na busara wala heshima. Ni ujumbe unaozungumzia siasa ya hofu, utii kuliko fikra, mpasuko wa ndani, umoja bandia
mfumo unaojilinda. Ni ujumbe unaodai kuwa hata kama hali inaonekana tulivu juu, ndani kuna mvutano unaoendelea. Na kwa mujibu wa Lema, mpasuko huo haujaisha, umenyamazishwa tu. Mpenzi mtazamaji, si kwako una maoni gani kuhusiana na kauli hii ya God bless Lema? Hii ikiwa ni baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwateua alikuwa makamu wa rais Dr. Philip Mpango pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa kuwa washauri wake wa masuala mbalimbali katika utawala wake huu wa awamu ya pili. Sasa kulingana na Lema, anasema hii ni dhihaka kubwa wala si heshima, na akisema inakuwaje viongozi ambao waliweza kutenguliwa wakati watu wakitafuta viongozi ndani ya chama cha CCM, iweje sasa waweze kuteuliwa tena kwa kisingizio cha kwamba ama kwa sababu za kwamba wana busara. Na anasema Philip Mpango pamoja na Kassim Majaliwa wanatumika kuziba mpasuko uliopo ndani ya mfumo. Hivyo basi kuonyesha kwamba kuna umoja ilhali hakuna umoja huo unaozungumzwa. Hii ndio kauli nzito na ujumbe mzito wa God bless Lema kwa Ikulu ama kwa Rais Samia Suluhu Hassan ama kwa chama cha CCM kutokana na mabadiliko ambayo yamekuwa yakiendelea mara kwa mara ndani ya mfumo huu. Kumbuko pia hivi majuzi Rais Samia alitengua baadhi ya mawaziri na kuchagua mawaziri wapya ambao alishuhudia Paul Makonda akiteuliwa kuwa waziri wa habari, sanaa na michezo. Alafu pia Profesa Kabudi akitolewa katika wizara hiyo ya utamaduni, sanaa na michezo na kupelekwa wizara ya ofisi ya rais katika chini ya kitengo maalum. Kwa hiyo huyu hapa ni God bless Lema anahoji na ametoa kauli nzito, na yeye anasema hii ni siasa ya kujilinda na si ya kujenga, kwamba kuna mtu anajilinda ili kusionekane kuna mpasuko ndani ya mfumo. Lakini kulingana na Lema, utii na hofu vimetangulizwa kuliko fikra. Kwa hiyo anasema Philip Mpango na Kassim Majaliwa hawa wawili wanajua kabisa kinachofanywa ni dhihaka, lakini kutokana na hofu hawawezi kukataa teuzi hizi za Rais Samia Suluhu Hassan. Kwako si una maoni gani kuhusiana na mapya haya ya God bless Lema akidai kwamba uteuzi huu unakuja ili kuweza kulinda mpasuko uliopo? Lakini pia kumekuwa na tetesi za kwamba kuna mpasuko kati ya Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na naibu wake Dr. Emmanuel Nchimbi, na wengi wakidai kwamba huenda hivi karibuni akaweza kutenguliwa katika unaibu wa rais. Lakini hicho ni kitu ambacho ni kinazungumzwa tu kwenye mitandao ya kijamii na hakina uthibitisho rasmi wala hakuna taarifa rasmi kutoka ama tamko rasmi kutoka kwa serikali kudai kwamba kuna mpasuko huo. Lakini wengi wanadai hivyo wakisema kwamba Philip Nchimbi na Rais Samia kuna hatihati, na haya yote yanazibwa na teuzi hizi mbili ambazo zimeweza kufanyika za hawa wastaafu wawili, Mpango pamoja na Majaliwa. Kwako sijui una maoni gani kuhusiana na ujumbe huu wa God bless Lema? Waweza kutuachia maoni yako.